Bana, tumesikia kuhusiana na kongamano kubwa ndio la wachungaji. Exactly. Nimejiuliza sana. Umeona kama ni kitu adimu wachungaji kuandaliwa kongamano conference. Yes. Tumezoea matamasha ya muziki wa injili ni mengi sana. Semina za wanawake na mabinti ni mengi sana. Ila wachungaji wanapata muda gani wa kucharge? Navyoanza huko, kwa sababu ni mwalimu, tuanzie kwenye Biblia. Sawa. Mathayo 26:31 Yesu ananukuu maneno. 26:31 anakaribia kufa huku. Anasema, ndipo Yesu akawaambia, ninyi nyote mtachukizwa kwa ajili yangu usiku huu, kwa kuwa imeandikwa. Kwa anakopi hayo maneno ya imeandikwa. Anasema, nitampiga mchungaji na kondoo wa kundi watatawanyika. Nitampiga mchungaji na kondoo wa kundi watatawanyika. Alikuwa ananukuu maandiko kutoka kwenye Zakaria, nafikiri kule 13 ngapi hivyo. Sasa mchungaji Dr. Huruma Nkone, ambaye ni mchungaji kiongozi wa kanisa la Victory Christian Center Tabernacle, VCCT maarufu Mbezi Beach, ndiye ambaye ameandaa kongamano la wachungaji ambalo linakwenda kwa jina International Pastors and Leaders Conference. International Pastors and Leaders Conference. Sasa kwa nini anaandaa hivi na nimesoma hiyo? Dr. Nkone mbali kwamba ni mchungaji, ni mtoto wa mchungaji. Ni mtoto wa mchungaji. Mbali kwamba yeye ni mtoto wa mchungaji, ndugu zake wawili ni wachungaji. Yaani watoto kaka yake na mdogo wake ni wachungaji. Kwa hiyo ametoka kwenye utoto wa babake ni mchungaji Kigoma, kutoka kwa vile chini hivyo. Kwa hiyo amekuwa akiyajua maisha ya wachungaji kutoka kwa baba yake hadi yeye mwenyewe kuwa mchungaji. Kwa hiyo kwenye hiyo background ambayo amekuwa na amechunga hapa kanisa kwa zaidi, amekuwa mchungaji zaidi ya miaka 25. Hiyo ni experience kubwa sana ambayo anayo, ukiondoa kwamba amekulia kwenye nyumba ya wachungaji ambao kwao wanalala wachungaji, anakuwa wachungaji hivyo. Kwa hiyo wakati anakuja na haya maono ni kwa sababu anajua kitu cha mchungaji anachopitia. Mchungaji zile haso, ile mikiki ya mchungaji. Kama ambavyo umesema, ni rahisi kusikia kuna tamasha la muziki, si tamasha la nini, ni rahisi kusikia semina ya mabinti, semina ya wanawake, ila ni nadra sana kusikia makongamano ya wachungaji. Kwa kutokea kwenye background ambayo ametokea na wachungaji waliokuwa nao, akaona ni muhimu. Kabla hata hii alikuwa anafanyaga breakfast za wachungaji, za kunywa chai. Kwa anaandaa chai, wachungaji wanakutana, wanashare experience zao, shuhuda, ili kutiana moyo kwenye hii kazi ya Mungu ambayo Mungu amewaamini. Kwa sababu akipigwa mchungaji, kanisa linatawanyika, watu wanatawanyika, kondoo wanatawanyika, Biblia inasema hivyo. Sasa kwa hiyo International Pastors and Leaders Conference pia ni matokeo, amekuwa ni mhudhuriaji wa makongamano mengi sana ya wachungaji ili kumtengeneza yeye kuwa ambapo amepiga hivyo. Sasa ameona umefika wakati ambapo ya kufanya nyumbani Tanzania. Umefika wakati ambapo akaona ni vema kwamba maono yafike Tanzania. Tunajua historia yake, amechukua kanisa mwaka 2002 likiwa na washirika kati ya 15 hadi 19 hapo. Na sasa hivi VCCT na washirika zaidi ya 3,000. Kwa kipindi cha miaka 20 hapo amechunga kukuza ushirika, na hivyo tunajua ameandaa makongamano ya wanafunzi ya campus night ambayo wanachukua wanafunzi zaidi ya 15,000 kwa usiku mmoja. Kwa hiyo anakuja sasa, naona ili kuleta impact kwa kanisa la Tanzania na Afrika na ulimwengu kwa ujumla, kwamba tuwe na hizi conferences zinazowahusu wachungaji na viongozi specific wa kanisani. Maana wachungaji hawako tu peke yao. Kwa hiyo kwa nini ni International Pastors Conference? Kwa sababu kuna watu watatoka nchi zingine kuja kujifunza. Kuna watu kutoka Kenya, kuna watu washa confirm kutoka Kenya, kuna watu wameconfirm kutoka Malawi, kuna watu wanatoka Uingereza, kuna watu ambao wote wanakuja kujifunza.
na lakini sio tu hivyo kwa pamoja kuja kujifunza, lakini pale tuna international speakers, tuna wanenaji wa kimataifa. Okay. Ambao wanakuja. Wa kwanza kwamba yeye mwenyewe kama Pastor Dr. Nkone atakuwa ni moja wa wanenaji kwa sababu ya experience na context na kule ambako Mungu amemtoa. Ana kitu kwa ajili ya wachungaji wa taifa letu na ulimwengu kwa ujumla. Kwa hiyo atakuwa ni mnenaji wa kwanza kama host. Okay. Kama host. Lakini mnenaji wa pili ni Reverend Dominic Yeo. Dominic Yeo huyu ni mwenyekiti wa jumuiya ya makanisa ya Assemblies duniani. Lakini pia ni askofu mkuu au general superintendent wenyewe wanaoita wa kanisa la Assemblies of God Singapore. Kwa ni international speaker, amekuwa akisema na kuzungumza kwenye ulimwengu mbalimbali wa kikanisa na wasio wa kikanisa. Akishauri na kuongea na maraisi na taasisi kubwa hivyo kwamba amechunga kanisa nchini Singapore ambao amelikuza mpaka kufikia zaidi ya 10,000 washirika. Moja Trinity kwa Singapore ni moja ya kanisa kubwa sana na yeye ndio ametokea huko pamoja na kuinua na kumenta watu wengi katika ulimwengu. Kwa hiyo ni moja ya wanenaji ambao atakuwepo pamoja sambamba na Dr. Nkone. Lakini sambamba na hiyo tutakuwa na Alan Hewitt. Alan ni mchungaji kutoka Uingereza. Ni mtu mzima, ni mtu mzima, nasema kuna fahari ya wazee. Kwamba kuchunga kanisa la kizungu mpaka unafika watu zaidi ya 3,000-5,000. Sio kazi nyepesi ya watu weupe, ni rahisi watu weusi kujaa kwenye hivi. Sasa Alan Hewitt amechunga kanisa Uingereza la watu kutoka kwenye professional yake ya uinjinia. Rolls-Royce ya Nutrico alikuwa ni engineer. Mwaka 72 hapo akaenda Bible school. Yeye na mke wake wakaingia kuchunga. Kwa from 72 mpaka leo tunazungumzia miaka almost 50 na kitu. Experience ya full time minister, mtu ambaye amekaa kwenye uchungaji na mnenaji kwa miaka zaidi ya 50. Kuwa na speaker wa namna hiyo ina adi kitu kwenye maisha ya wachungaji. Lakini pia mnenaji mkuu wa tatu ni Reverend Janice. Huyu ni mwanamama kutoka Melbourne, Australia. Yeye naye atakuwa akiongea, ni mwanamama, ni mchungaji. Najua tuna wachungaji wanawake sasa hivi taifa letu wanaibuka sana. Wanaibuka kwenye kufanya kazi wanawake. Kwa hawa ndio watakuwa ni main speaker kwenye hili kongamano kubwa la kimataifa. Na sambamba na hivyo, yani ratiba yake ambayo ratiba jinsi ilivyokaa, kutakuwa ni asubuhi saa 2 mpaka saa 10. Hapo ni wachungaji wanapikwa, wanaiva kwa siku 3. Tarehe 2, tarehe 3 na tarehe 4 ya mwezi wa 7 2025. Kwa saa 2 mpaka saa 10 hapo wamebonga chai, unapigwa shule. Lakini katikati kuna session 2 ambazo wachungaji watakuwa wanazifanya. Session ya kwanza ndio hao main speakers watakuwa wanaongea. Lakini nyingine kutakuwa na madarasa ambayo ni ya muhimu sana. Haya unachagua, kuna zile sasa compulsory, alafu kuna madarasa ya kuchagua. Nataka nitaje baadhi ya masomo ambayo yatafundishwa kwenye hayo madarasa ambao tunaita workshop, kwamba baada ya kukaa wote kwenye darasa moja kupigwa conference, unafika muda tunagawanywa, unaenda kwenye darasa kulingana na uhitaji wako. Kwa kutakuwa na masomo kama 6 ambayo yatakuwa kwenye hizo madarasa. Somo moja wapo nasema leading from the second chair, kuongoza kutokea nafasi ya pili. Si nimekuambia kutakuwa na viongozi, ni kongamano la pastors na viongozi wengine. Kuna watu sio wachungaji viongozi, ni wachungaji wasaidizi. Ni wazee wa kanisa. Kwa wao wanaongoza kutokea kwenye kiti cha pili, wanasema leading from the second chair. Unaongoza, unamsaidiaje mchungaji kukuza usharika, unamsaidiaje mchungaji kupeleka huduma mbele. Hiyo ni moja ya masomo tutafanya kwenye madarasa ambayo watu watagawanyika. Lakini la pili ni key roles of the lead pastor, majukumu muhimu ya mchungaji kiongozi. Tutaona madarasa. Sasa kwa nini tumeweka masomo hayo kwenye madarasa? Ili kuwe na maswali, watu waweze kuuliza, kuwe na dukuduku changamoto wanazopitia, na zile expression tofauti na ile session ya kwanza. Somo la tatu, ukuaji wa kanisa, church growth.
Toka kuna darasa. Kwa kuna mchungaji atatamani kuelewa namna gani ya kukuza makanisa. Hawa nilokutajia wote Mungu amewasaidia kukuza makanisa kwenye muda mchache kwa spidi kubwa sana. Lakini namba 4 itakuwa church management, usimamizi wa kanisa. Unajua kanisa litakuwa na usimamizi mzuri, management. Ni kweli tuna roho wa Mungu tunanena, tunaongozwa kwa roho, lakini tunahitaji management. Hasa inafanyikaje management ili watu washibe wawe vizuri kama kanisa? Na so la 5 corporate communication, event preparation, mawasiliano ya shirika na maandalizi ya matukio. Kanisa sasa hivi lina matukio mengi sana yanafanyika kanisani. Sasa tunahitajika kuwa professional, kufanya kitaaluma. Je, ni taaluma. Sasa tunaandaaje corporate communication event preparation? Nimekwambia Pastor Nkone alikuwa anaandaa campus night, inafunza hadi zaidi ya 15. Uwanja wa Uhuru umefanya pale kadhaa hivyo. Tulikuwa anachukua wanafunzi mpaka Morogoro, vio vya Mzumbe, kumanage hicho kitu, vio vyote Dar es Salaam hivyo. Hizo mene sio kitu chepesi, kuna namna, kuna skills, kuna nini. Sasa kuna wachungaji wanatamani kufanya kama hivyo. Lakini pia somo lingine ambalo tutafundishwa ni wake wa wachungaji, pastor's wife. Kwenye madarasa. Nao pia wana wana darasa lao, namna gani ya kusukuma, kumsaidia mume, kumsaidia wachungaji. Yani kuna wachungaji unaona wanapushi, lakini unakuta kumbe kikwazo labda mama mchungaji hajui namna gani ya kumsaidia mume wake na maono. Kwa hayo ni madarasa yatakuwa yanafanyika kwa siku 3. Kwa leo unaweza ukachagua darasa hili, kesho ukachagua darasa lingine, na kesho kutwa ukachagua lingine. Kwa hiyo unaweza kujikuta umeondoka kwenye hizo siku 3 kama mchungaji, kwenye haya masomo utachagua masomo 3 angalau utakuwa umeondoka nao. Kwa hiyo nje ile package ya wote kutakuwa na hii specific. Alafu tukimaliza hiyo saa 10 wachungaji watakuwa huru tu kuendelea, lakini saa 11 kutakuwa na seminar au washa ambayo hiyo inajumuisha washirika wote. Mtu yote anakaribisha. Mtu yote anakaribisha. Wanenaji ni hawa. Kwa mtu yote anakaribishwa kuanzia 11 hapo. Na tutakuwa na waimbaji mbalimbali kama Gwamaka na Essence of Worship, Neema Simfukwe, Neema Gospel, Neema Gospel Choir, AIC. Utakuwepo hao wote kwenye kuhakikisha kwenye hizo jioni, kuhakikisha tunakuwa na hiyo fire. Kwa hayo yote yanafanyika kwenye hizo siku. Sasa kongamano la wachungaji lenyewe lina limit number. Sawa. Unahitajika wachungaji 600 tu. Bas. Kwa nini 600? Kwa sababu moja, tunataka wachungaji wachache lakini wapate huduma nzuri ya kimataifa. Kama tunavyosema International Pastors Conference. Kwa hiyo tunataka tuhudumie watu wachache na kwa watu 600 tu ndio ambao wachungaji 600. Kwa hiyo hao ni wachungaji pamoja na wake zao na viongozi 600. Venue, lakini pia tunataka ile quality ya huduma, kama tunavyosema kuna kujifunza management hapo. Kwa sababu hiyo wachungaji hao wanapaswa kujiandikisha na njia nyepesi ya kujiandikisha, wanaweza kaingia kwenye tovuti ya www.vcc.or.tz www.vcc.or.tz. Kiingia hapo unakutana na maelekezo yote yanayohusiana conference. Na humo ndani sasa, kwa sababu ni watu 600, tunatamani wachungaji walipe ada ndogo. Watakaowahi kabla ya tarehe 10, mchungaji atalipa shilingi 50,000. Akija na mke wake, badala ya kulipa 100,000 watalipa 85,000. Tu. Kabla tarehe 10. Kabla tarehe 10. Mwezi wa 6. Mwezi wa 6, siku chache zijazo. Kwa hiyo wakiwahi hapo wanapata 85,000 kwa hizo siku 3. Kwa watapata chai, chakula cha mchana na semina yote kwa ujumla. Kwa hiyo niwatie moyo wachungaji wanaotusikiliza kuwahi kufanya hizo booking. Nitataja namba ya simu ambayo wanaweza wakapiga pia. Na wakichelewa kulipa hapo baada ya tarehe 10 kuna ada nyingine tofauti na hiyo. Chelewa hivyo. Sasa nataka nitaje kabisa namba ili tutumie muda wetu vizuri. Watu wawahi. Kwa mchungaji akija na mke wake 85,000 kwa hizo siku 3. Akija peke yake 50,000 kabla ya tarehe 10 mwezi wa 6. Kabla ya tarehe 10 mwezi wa 6. Lakini kwa maelezo zaidi unaweza kutembelea hiyo tovuti niloitaja www.vcc.or.tz au akapiga simu 0762
0762 44 17 19. Voda ya 0762 44 17 19. Hiyo ni namba ya ofisi ya kanisa la VCCT. Labda nirudie tena, kuna mtu atakuwa na nakili. 0762 441 719. 0762 441 719. Ukipiga ukiwa na maswali na nini, utahudumiwa kupitia hiyo namba. Au ukitufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, VCCT Mbezi Beach, Instagram, Facebook, YouTube, unatupata hivyo. Alright. Yes. Sawa. Next time mtapata kujua wachungaji wamekuwa wakiwashauri waumini katika mambo mbalimbali. So lango ambalo nimekuwa nikijiuliza mara nyingi sana, ni nani huwa anamshauri mchungaji? So hiyo itakuwa siku nyingine. Au sio? Thank you so much for coming, Mwalimu Makwaya. Asante sana. Na msikilizaji, unaweza kutembelea kwenye mitandao ya VCCT Mbezi Beach, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, hiyo VCCT Mbezi Beach. Atakutana na hizo taarifa nzuri na mtaarifu mwingine, kwa sababu tuna siku chache kufikia huko, zibaki kama wiki 3 tu. Unaweza ukafanya maandalizi, na wakifika awamu ya 6 tunafunga usajili. Usajili. Yes. Alright. Asante kwa kutusikiliza. Mimi ni John.